Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na siku hii ya leo ningependa tuweze kuliangalia neno lake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema, wataua na waushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya wataua wake wote Mwenyezi Mungu. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Wewe uketie juu zaidi Baba, wastahili sifa na utukufu. Mfalme mkuu na mtakatifu, kalitumia hili neno kuzungumza nasi Baba. Katumia hili neno kunena nasi Mfalme. Katumia hili neno kurekebisha maisha ya watu wako. Katumia hili neno kuwaelekeza watu wako. Katumia hili neno kuwahimiza watu wako. Wacha neno lako likamilike Baba, linapofika kwenye masikio ya watu wako. Wacha Roho wako Mtakatifu na ambaye ndiye pumzi yako, wakati tunapozungumza hili neno, tunanena pamoja na pumzi yako. Roho wako Mtakatifu, wacha akazungumze na kila mmoja wetu, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, na hili neno nimelipa kichwa, jinsi ya kuachilia nguvu au mamlaka ya Mungu juu ya hali na kuibadilisha. Jinsi ya kuachilia nguvu au mamlaka ya Mungu juu ya hali na kuibadilisha. Na mahala tumesoma, ninapenda zaidi maana ni mstari ambao unasema, wataua na waushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya wataua wake wote. Angalia pale pia, tunaweza tukaangalia hili neno, wataua ni kina nani? Maana hii ni heshima, wako na ruhusa ya kufanya hukumu, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Kina nani? Wafalme wao kwa minyororo wanaweza wakawafunga, na wakuu wao kwa pingu za chuma. Angalia, na Biblia inamalizia na kusema hiyo ndiyo heshima ya wataua wote wa Mungu. Kwanza, wataua ni kina nani? The saints ni kina nani? Tunapoangalia hili neno the saint ama wataua, linatokana na neno la Kiebrania, neno hasida, na hili neno maana yake ni kumaanisha ni mtu anayetetemeka kwa kulisikia neno la Mungu, yule aliyejitolea kamilifu kwa neno ya Mungu au neno la Mungu ni kule kujisalimisha mwili na nafsi kwa neno la Mungu au kwa Mungu. Huyo ndiye anayehesabiwa kama mtaua, mtu ambaye anapolisikia neno la Mungu anatetemeka. Angalia hapa, ninangependa kukupa mfano tu na mmoja wa wataua wa Mungu, na tunaweza tukarudi nyuma katika Agano la Kale, tukaona Musa. Biblia inakuwa inazungumza kwamba anaelekea Misri, ametumwa na Mungu, na wakati Mungu anamuuliza nini iliyoko mkononi mwako, Musa alikuwa ameshika fimbo, na ile fimbo wakati Mungu alimwelekeza akaiachilia chini, ikawa nyoka. Lile jambo likamtetemesha Musa, akawa na hofu, akasikia neno la Mungu, akaingiwa na hofu, na hivyo ghafla Musa aligundua nguvu na ambazo zilizokuwa katika ile fimbo yake, na hivyo akaikimbilia. Na hivyo akiwa na mtetemeko, akiwa ameshtuliwa na ile hali. Jambo la pili, angalia, alichukua ile fimbo yake
na aliishika kwa imani, na ikarejea tena ikawa fimbo mkononi mwake. Na hivyo wakati tunapotetemeka, tunahitaji kulishika neno la Mungu. Lazima tushike lile neno la Mungu, na Biblia inasema vizuri zaidi pale mwisho mahala tumesoma hapo. Unaona Biblia inaelezea vizuri na inasema watauwa wako na heshima. Na hii heshima unaona Biblia inaelezea, inasema, inaanza kusema kwanza, waushangilie watauwa na washangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao, sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, maana ni watauwa wa Mungu. Unaona ya kwamba hawafai kuwa na hofu hata wanapokuwa kitandani mwao, wanafaa insibu wanapokuwa wamelala, wanafaa kuwa pia wanaimba kwa sauti kuu. Angalia, wanafaa kuwa wanashangilia, watauwa na waushangilia utukufu. Angalia, sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na unaposhuka hapo chini unaona ili neno linafaa kuwa katika vinywa vyetu, ili neno linafaa kuwa ndani yetu. Wale na ambao tunalisikia neno la Mungu na kutetemeka kwa hofu, wale tunaomcha Mungu, wale tumejitolea kamilifu kwa Mungu. Biblia ndio inawazungumzia hapa, na hawa ndio wateule. Wanaambiwa neno la Mungu pia likae vinywani mwao, na si tu likae tu bure, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu, wawafunge wafalme wao kwa minyororo. Unaona, ni heshima wamepewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo angalia hapa, ni jambo na ambalo ni la kufurahisha. Angalia hapa, ni msururu wa maneno au ile mistari ya Biblia na ambayo unaweza ukajitambulisha nayo iwapo wewe unamcha Mungu, iwapo wewe ni mtauwa. Na tumeona mtauwa ni nani? Angalia hapa. Na hivyo angalia hapa, inasema hivi, neno la Mungu liwe kinywani mwetu. Na unaona pale inateremka. Na hapa unagundua jambo moja, Mungu ako na siri kwetu sisi. Angalia, kuwafunga wote, kuwafunga wafalme na minyororo. Na angalia hapa, unaangalia hapa, inaweza ikajumulisha ufalme wa giza. Kwa hivyo kuna vitu na ambavyo havipaswi kuendelea machoni pa watauwa, maana neno la Mungu li kinywani mwao, na kuna hukumu iliyopitishwa na imepitishwa katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo mara tumesoma, tunaona vizuri zaidi, kazi ya watauwa ni kutekeleza ile hukumu, kutekeleza hukumu. In simple, kunena neno la Mungu. Si kazi yao kuhukumu, neno la Mungu ndilo tayari ni hukumu na ambayo imetolewa na Mungu, na kazi yao ni kutekeleza ile hukumu. Ni kumaanisha nini? Lazima ulielewe neno la Mungu, lazima ili neno liwe kinywani mwako, na ili utekeleze hukumu na ambao inaofaa. Maana usipotenda vile ama usipotekeleza ile inaofaa, haitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unataka kuachilia nguvu au mamlaka ya Mungu juu ya hali na kubadilisha hali. Nimekupea mfano na Musa. Musa alikuwa mcha Mungu, na unaona alibadilisha hali. Tunaona kupitia ile fimbo, ananyosha ile fimbo, bahari ya Shamu inatii. Maana ndio ulikuwa, naweza nikatumia hilo neno, ilikuwa ni fimbo ya Mungu, lakini ilikuwa mikononi mwa Musa. Mungu hakushuka kutoka mbinguni akamwambia Musa, enda kando, nifanye hii kazi. Mungu alimtumia Musa, lakini elewa, shika ili fimbo ilikuwa ya Mungu. Kitabu cha Kutoka kinaelezea vile. Na hivyo na sisi tuliomo siku ya leo tuko na neno la Mungu, upanga ukatao kuwili, na ambao ni neno la Mungu. Swali ni je, uko na upanga wako? Hilo ndio swali, na hapo ndipo tumewekwa chini. Maana neno la Mungu li wazi kutokana na hali na ambazo tunazopitia, na neno la Mungu limetoa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yetu ni kutekeleza ile hukumu, lakini huwezi ukatekeleza ile hukumu iwapo kuna baadhi ya hukumu na ambazo zinanena juu yako.
Kwa hivyo lazima uwe mtu na ambaye unamcha Mungu, lazima uwe mtu na ambaye unahofu, unatetemeka kwa neno la Mungu, maana unaelewa nguvu zake na unaelewa uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie. Ushawahi tafakari hilo? Hii ni heshima watauwa wa Mungu walio nayo kutoka kwa Mungu. Mungu ametutunukia hii heshima wa kutekeleza hukumu zake juu ya mataifa. Na hivyo angalia, maisha yetu ya kuomba yangekuwa tofauti iwapo tungeanza kujiona hivyo. Mungu ametupa mamlaka, Mungu ametuheshimisha na akatupa uweza wa kutekeleza, au akaturuhusu kutekeleza hukumu na ambazo yeye mwenyewe ndiye amezitoa. Kazi yetu ni kuzitekeleza. Na hivyo angalia pale, Biblia inasema kazi yetu ni kutekeleza hukumu zilizoandikwa. Na hivyo hizi hukumu zilizoandikwa tutazipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ini neno lake Mwenyezi Mungu. Angalia hapa. Na hivyo tukiwa na ile heshima tuliotunukiwa kutekeleza hii hukumu, angalia jinsi ilivyo na umuhimu. Angalia hapa. Tunapolielewa neno la Mungu, kuna mambo hayatatutishia. Hiyo hali, angalia, hukumu si lazima ikuwe mbaya. Hiyo ndio, hapo ndio shida iko. Tunafikiria hukumu ni yale mambo mabaya. Kuna hukumu zilizosimama. Hukumu ni kupasishwa na maamuzi kutolewa, na Mungu ashafanya vile kupitia neno lake. Labda wewe ni mgonjwa, na neno la Mungu linasema vizuri, kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji. Aturuhusu kuafikia hukumu nyingine. Tayari Mungu ameandika ile hukumu, ni sisi kuitekeleza. Tayari Mungu ashapasisha ile hukumu, ni sisi kuitekeleza. Kama neno linasema kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji, inamaanisha hivyo. Kwa hivyo ni kazi yetu kutekeleza ile hukumu, na ile hukumu tunaitekeleza kwa neno la Mungu, maana neno la Mungu limeandikwa hivyo. Na hivyo lile neno haliwezi likafanya kazi pasipo na pumzi yake, Roho Mtakatifu wa Mungu. Na unaposoma ndio unarealize na unagundua kwamba katika vipawa vya Roho Mtakatifu imani ni mojawapo ya hivyo vipawa. Na hivyo unapotekeleza hii hukumu lazima uwe umeliamini neno la Mungu. Hauwezi ukalitekeleza kama hujaamini. Hii hukumu lazima uko umeamini. Angalia hapa. Biblia inasema sisi ni kichwa wala sisi si mkia. Ishasema vile. Kwa hivyo hausubiri, ni sisi kutekeleza. Biblia inasema walio wadhaifu waseme wako na nguvu, walio wagonjwa waseme wamepona. Kutekeleza hukumu na ambazo zimeandikwa. Na ukifanya vile, hii ni heshima Mungu aliyokutunukia. Ni kumaanisha uko na mamlaka. Mungu anamtumia Musa, na tunaona Musa mambo aliyoyatenda kwa sababu alikuwa mtauwa. Kwa hivyo tuko na wajibu wa kulishika neno la Mungu na kulitenda. Kuovu, tuwe watauwa, tuwe watu wanaomcha Mungu, tuwe watu watakatifu. Na ili tu qualify, Bwana Yesu asifiwe, na ili tu qualify kupasisha au kutekeleza hukumu. Hukumu tayari Mungu ashapasisha. Kazi yetu ni kuitekeleza. Mfano mzuri pale katika kotini, jaji anapopasisha hukumu, polisi ndio anaitekeleza. Kuna watu wa kuitekeleza. Kwa hivyo sisi tuko hivyo. Mungu kama jaji ametekeleza hukumu, na ndio maana hata siku ya leo unapata yule mwovu shetani hukumu ashapasishwa, hukumu yake ishapasishwa. Mahala pake ni jehanamu. Na ndio maana ufai kuruhusu akudanganye. Anakudanganya na ili usiwe mtauwa. Usipokuwa mtauwa unaelekea kwa hiyo njia. Usipokuwa mtauwa ataendelea kukutesa, maana hauna heshima na ambao Mungu aliyowatunukia watauwa wake, kupasisha au kutekeleza hukumu zilizoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio uweza tulio nao kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie. Angalia, shika hapa. Biblia inapozungumza vile Musa, tunaona Musa vizuri. Nilikupea mfano. Musa alifika wakati
na ambapo alishika ile fimbo. Na hivyo nasi pia ni vivyo hivyo, tunalichukua neno la Mungu na hivyo tunalizungumza, tunalitamka, tunaachilia mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia moja ni sisi kutangaza hilo neno. Hata nikifika pale, natumai kuna mtu amebarikiwa, kwa sababu ili neno li wazi. Napenda zaidi, hata nikusome nikimalizia tena. Watauwa na waushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao, sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu, na wafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya watauwa wake wote. Hiyo ndiyo heshima, kutekeleza sheria za Mungu. Na nimekuguzia tu Musa peke yake. Vivyo hivyo na sisi siku ya leo, Mungu ametupa neno lake, na ametupa neno lake na juu zaidi pia akatupa msaidizi, pumzi yake, Roho Mtakatifu wa Mungu. Nini kitatusababisha tusiwe watauwa wa Mungu na ambao wamepewa heshima ya kutekeleza hukumu za Mungu? Ndio maana siku hizi tunasema hebu tuende kanisa fulani, kuna mtu wa Mungu na ambaye anafanya 1, 2, 3. Unajua siri ni nini? Siri ni kwa sababu huyo mtu wa Mungu ameruhusu kuwa mtauwa, analiheshimu neno la Mungu, analishika neno la Mungu, anatetemeka kwa neno la Mungu, na ndio maana anaweza akaponya. Maana kazi yake tu ni kutekeleza zile hukumu zilizo katika neno la Mungu. Ndio maana anaweza akaamrisha mapepo na wakaondoka. Si hukumu ya Mungu ipo, inazungumza, kwa jina langu mtatoa mapepo, kwa jina langu mtaponya wagonjwa. Hizi ni hukumu tayari zimepasishwa, ni sisi kuzitekeleza. Je, utaruhusu kuwa mmoja wa watauwa na ambao wametukunukiwa heshima ya kutekeleza hukumu za Mungu zilizoandikwa? Na hapo ndipo unaweza ukaachilia nguvu za Mungu na mamlaka ya Mungu juu ya hali na ikabadilika. Si Mungu atusaidie kuanzia siku ya leo, na ili tujiweke na tuanze kuishi kama watauwa. Tunatetemeka kwa kulisikia neno la Mungu, maana tunaliheshimu. Tuache kubeba neno la Mungu kama kitabu kingine. Najua tumejaribu kutafuta ufunuo mbalimbali, lakini neno la Mungu liko jinsi lilivyo. Kwanza liruhusu lifanye kazi katika maisha yako. Likifanya maisha katika kazi yako, ama likifanya kazi katika maisha yako, hapo ndipo nahesabiwa mtauwa. Naelewa mtauwa anaanza na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anatembea katika zile njia. Kwa hivyo hata siku ya leo, kuu zaidi, hata si kuachilia hizo nguvu, si kutekeleza hizo hukumu zilizoandikwa. Kuu zaidi, je, wewe unaweza ukahesabiwa kama mtauwa aliyetunukiwa hiyo heshima? Uko pale unanitazama na ungependa kumpokea Kristo, ungependa kuokoka. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye hii safari na ambao nimeianza siku ya leo. Aniwezeshe na ili pia nifanyike mmoja wa watauwa wako, na ili niwe na hii heshima ya kutekeleza hukumu ulizoziandika, na ili nguvu zako Baba zikadhihirike juu ya hali na hali zikabadilike. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu siku hii ya leo. Mungu wetu, ni asante kwa kuzungumza nasi Mungu wetu, kwa kutukumbusha Mungu wetu ambao tumekupokea
na tunatembea kulingana njia zako. Sisi ni watauwa, na umetuheshimisha na ukatupa nafasi na heshima ya kutekeleza hukumu zako ulizozipasisha na ukaziandika. Mfalme mkuu na mtakatifu, siku ya leo tumepokea neno lako Mungu wetu kuanzia alfajiri ya leo, maana neno lako li wazi, hukumu imeandikwa na umeipasisha kwamba hakuna silaha iliyojengwa kinyume nasi itakayofaulu. Na hivyo siku ya leo Mungu wetu, ninatangaza ya kwamba hakuna silaha iliyojengwa juu ya watu wako wanaotazama haya mahubiri siku ya leo itakayofaulu. Hakuna silaha iliyotengenezwa juu ya watoto wetu, juu ya wake zetu, juu ya waume zetu itakayofaulu, maana kazi yetu ni kutekeleza hukumu uliopasisha na ukaandika, na hiyo ni moja ulioipasisha na kuiandika, kwamba hakuna silaha iliyojengwa kinyume na sisi itakayofaulu. Iwe ni katika biashara zetu, tutafanikiwa katika biashara zetu. Iwe ni katika afya yetu, hatutagonjeka, tutasalia kuwa wenye afya, tutasalia kuwa walio na afya nzuri katika jina la Yesu Kristo. Na pia hilo neno lako, hiyo hukumu inasema, na wala kila ulimi utakaosimama kutuhukumu tuhesabu kuwa ni makosa, maana wewe ndiye unayehukumu pekee, na hivyo hakuna mwingine yule aliye na ruhusa ya kutuhukumu. Na hivyo kuanzia siku ya leo Baba, tunatangaza kila ulimi uliosimama ukatuhukumu tunauhesabu kuwa ni makosa, maana kazi yetu ni kutekeleza sheria, kutekeleza hukumu ulizopasisha na ukaandika. Mfalme mkuu na mtakatifu, kila laana iliyoachiliwa na ikatoa hukumu kuanzia siku ya leo tunaifuta, tunahesabu ni makosa katika jina la Yesu Kristo. Kila maombi yaliyofanywa kinyume na sisi tunahesabu kuwa ni makosa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, hao watu wako ambao alfajiri ya leo umewawezesha kulitazama hili neno, maana umepasisha hukumu na kuiandika kwamba kwa jina lako tutaponya wagonjwa, tutatoa mapepo. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo kila aliye mgonjwa ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ninamponya, wacha umwili ukapate nguvu tena katika jina la Yesu Kristo. Wacha hizo viungo vya mwili vilivyofeli vikapate uzima tena katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, huyu na ambaye amepagawa, huyu na ambaye mapepo yamekuwa yakitawala katika maisha yake, sasa hivi ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Ondoka na ukamwache huyu huru akaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ninakushukuru mfalme mkuu na mtakatifu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Wewe uketie juu zaidi Baba, umejitukuza Baba, umejiheshimisha milele na milele. Ninakushukuru Baba, maana siku ya leo Baba, wewe Baba umenena nasi siku ya leo. Huyu anayenitazama na ako na hitaji katika moyo wake Baba, na ameamini alfajiri ya leo unatuambia tukiomba lolote na tuamini litakuwa letu, maana wamekuamini, wacha wakapokea hilo wamekuaminia kwalo katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Hakikisha una subscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule, finya notification bell, ni pale kwenye YouTube Kambi ya Wateule. Na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.